Kuna vitu kwenye maisha lazima uvikubali, na hivi ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Kitu cha kwanza, lazima ukubali hatua, kwamba mafanikio ya mwanadamu ni hatua zinazochukuliwa kila asubuhi unapoamka hadi jioni. Kila mwezi unaochukua ndio mafanikio yako yalipo. Watu wengi kwenye dunia tunayoishi sasa hivi, hasa vijana wengi, kulingana na information overload katika mitandao ya kijamii, wanatafuta sana mafanikio ambayo ni ya haraka sana, instant gratifications. Kila wakati kila mtu anatamani kuwa maarufu, akiwa amejengeka kwenye kitu fulani, anatamani kujenga status fulani, na hivyo mauaji mengi sasa hivi yanatokea. Watu wanatoa makafara, wanaua watoto wao, ni kwa sababu ya kuhitaji mafanikio ambayo ni ya haraka na kuikataa process. Kuna kitu ambacho natakiwa ukielewe, kwamba mafanikio ni process, ni hatua iliyopo kati ya lengo lako ambalo ni la future long term goals na ulipo sasa hivi. Hapo katikati kwenda kulifikia lengo lako miaka kadhaa uliojipangia, lazima kuwepo na process, na hii process lazima uikubali. Usipoikubali utajikuta uko jela. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Kitu kingine ambacho natakiwa ukifahamu ni kwamba kwa nini mafanikio ni hatua. Hii ni natural law, kwa sababu hata hivyo umri wako jinsi unavyokuwa, kuna hatua ndogo ndogo ambazo zinajengeka. Uliishi siku ya kwanza, hatimaye mwezi, hatimaye mwaka, hatimaye mpaka sasa hivi na umri wa miaka 25, pengine 30. Ni kwa sababu ya kila siku zinazopita ndo zinajenga umri wako. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Kwa lazima ukubali kwamba mafanikio ni hatua. Hicho ni kitu cha msingi ambacho ukikubali, hatua ndogo ndogo, na hili ukilielewa, utaanza kuchukua maamuzi mapema kwenye umri wako huu ulionao, kwa sababu ni umri sahihi. Kwa sababu huwezi ukasubiria miaka 50 ndipo uanze kufanya kile unachotaka kufanya au unachotaka kuwa, utakuwa umechelewa sana. Kwa ni kitu ambacho ni cha msingi sana, uanze hatua ndogo ndogo, ndipo sasa utakuja kuenjoy mafanikio yako ukiwa umefikia kwenye umri fulani, kwa sababu mafanikio ni hatua kwa hatua. Ni kitu cha msingi. Kitu cha pili unachotakiwa kuelewa ni wajibu, responsibility of your life. Lazima ukubali wajibu wa maisha yako. No care about you. Hakuna mtu ambaye anajali kuhusu maisha yako hata kama ufe. No care about you. Shida zako zote ulizonazo, kuna mtu ambaye anaweza akasimama siku moja akusaidia hizo shida zako. Ni wewe mwenyewe ndo uamue kabisa kwamba na uelewe kwamba una wajibu wa kuzishinda hizo na kuzitolea suluhisho hizo shida zako. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Na kitu cha pili ambacho natakiwa ukielewe, kwamba wewe ndiye rais wa maisha yako. Wewe ndiye mlinzi na mkuu wa majeshi wa maisha yako. Waziri mkuu ni wewe. Kwa lazima ukubali kabisa hii responsibility, complete responsibility ya maisha yako, kwamba una wajibu wa wewe mwenyewe kuyasimamia maisha yako. Hakuna mtu mwingine ambaye ana uwezo wa kuyasimamia maisha yako. Na ukilielewa hili, kama una ndoto fulani, una purpose fulani, lazima uikubali completely kwamba lazima ninaenda. Unatamani kuanza uimbaji, una ndoto fulani, una passion ya kuanza kuimba, lazima uanze kuimba. Lakini ukianza kuangalia kelele za watu wengine huku, mwisho wa siku utafeli. Kwa lazima ukubali kabisa complete responsibility about your life. Ni kitu ambacho cha msingi sana. Basi Mungu akubariki sana.